kisha akasema Allah tabaraka wa taala shahru ramadana, mwezi wa Ramadhani huu tulionao, mwezi wa Ramadhani alladhi unzila fihi alquran, ndio mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Qur'ani. Huu mwezi wa Ramadhani huu Qur'ani iliteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, si tulionao, lakini hapo uteremsho wake ulisadif ilikuwa ndani mwezi wa Ramadhani. Shahru ramadana, mwezi wa Ramadhani, alladhi ndio mwezi ambao unzila fihi alquran, ilishushwa ndani yake Qur'ani, hudan linnasi, Qur'ani ndiyo uongofu kwa watu, muongozo kwa watu. Watu wakitaka waongoke na wasome Qur'ani na waamini Qur'ani, watekeleze Qur'ani, wafanyie kazi Qur'ani, wataongoka. Hudan linnasi ni uongofu kwa watu, wa bayinati na hoja za wazi, min alhuda zitokanazo na alhuda ubainifu na ni uongofu, wal furqan na ndiyo kitenganisha baina ya haki na batil. Kwa Qur'ani utaweza kusaparatisha baina ya haki na batil. Kwenye katiba uwezi, kwenye matabu ya wazungu uwezi, kwenye Qur'ani pekee yake. Wa bayinati na ni hoja za wazi kabisa, min alhuda zinazotokana na uongofu, wal furqan na Qur'ani ndiyo yenye kutenganisha baina ya haki na batil. Faman shahida, yule ambaye atakayekuwepo, faman shahida, basi yule ambaye atakayekuwepo, minkum miongoni mwenu, ashara katika masiku hayo yakiingia duniani na yeye yupo katika mji wake, falyasumhu, na afunge mwezi wa Ramadhani. Sawa? Faman shahida, yule atakaye kuwepo. Kusema hapa shuhud haina maana ya kuona, sema yule ambaye atakayeona. La. Kuna tafsiri aya faman shahida minkum shahra, yule atakayeona miongoni mwenu mwezi, falyasumhu au funge. La, haina maana. Tusema hapa jana shahr haina maana ya mwezi mwandamo, ina maana ya masiku. Ile mwezi huitwa Qamar, huitwa Badr, huitwa Hilal, sio? Hilal siku unayoandama pale mwezi 29. Unaona kama uko membamba, ndio Hilal, mwezi mwandamo. Badr ni mwezi ambao pale mwezi 14 pale umekamilika duara lake lote, huitwa Badr. Si huyu nasema huitwa Badr. Unapokamilika duara pale huitwa Badr. Ama jina lake la asili nini? Qamar. Na ndio maana kwenye Qur'ani sasa maswahaba walipoona jua na mwezi wakatofautiana, wakauliza wakasema wayasalunaka 'anil ahilla. Hakusema wayasalunaka 'anil ashhur. Unaelewa? Yani hii kuvunja hoja kwamba msitusukumizie maneno bwana. Bwana hao wafunga mwezi hujaonekana. Unaonekana vipi? La, mwezi umeonekana bwana. Ila sasa sema sisi tulipo si lazima uonekane hapa darajani au Forodhani au Kizingo au Kisiwapanga au Kojani. Kusema ni mwezi uonekane tu popote katika ulimwengu huu. Unaonekana, si kwanza kufunga. Yale masiku yale yashaingia tayari hapa duniani, yashaingia. Sio kwamba ingie Unguja peke yake, ingie Pemba peke yake, ingie Dar es Salaam peke yake, ingie Kenya peke yake, ingie Uganda peke yake. Sasa tuko Ramadhani ngapi sasa hivi? Na kuna baadhi ya nchi sasa jambo la kuona mwezi wao halipo kabisa. Uboni. Kwa kuona labda mwezi 14 huko. Hili jua waliona baadhi ya masaa tu. Chana mzima ya jua walivizia kuliona hivi. Siko nchi hizo, sio? Sasa watafanyaje hao? Kisha ukilenga slogan ya umoja, yani umoja kila mmoja na mwezi wake,
au umoja upo katika watu wote mwezi mmoja? Umoja uko wapi? Umoja kila mmoja asafiri na basi lake au kwenye treni tuingie sote. Ila kusema hatulaumiani, kila mmoja amekaa na hoja zake alipokinai. Sawa? Tunasema bwana mpaka uonekane hapa. Sawa, ni wewe. Wala kusema na wewe funga yako batil, wewe bwana kafir, wingi peponi. Wewe ni Muislamu, funga yako sahihi, ulichokamata na hoja nacho mbele ya Allah tabaraka wa taala. Nami na hoja yangu nimeshika na iamini. Twende pamoja. Ila tusema sasa zile siasa ziepukwe. Maana sisi katika watu ambao wameathiriwa na siasa sana ni sisi hapa nyumbani. Ndio Ni sisi tumeathiriwa mno na siasa. Ni mashahidi hapa. Mwaka gani ulipotoka hapa kwa na mwezi hapo kwa Mdara? Ndio. Na dereva nilikuwa mie. Driver nilikuwa mimi hapa. Nikachukua watu utaua. Ukina bwana Abdalla hapo, na kina Juma Chai hapo mwenye na suku zake ile hapo, na kina Ahmed. Kundi nikachukua kwenye gari. Wameona hapo sio? Tukawapeleka. Nami ndio dereva. Waka kuna kuhusika jamaa msisaa twendeni na wapeleka. Peleka mpaka ofisini. Watu wenye dhamana ya mwezi. Jamani watu wameona mwezi. Wanajibu vipi? Ambao sema ushaisha tena. Sasa muda ushakwisha. Kwa tena rudini, sisi funga tutaanza kushukuru inshallah. Na walillahi alhamdulillah mimi tuko shahidi basi ya kiyama. Wale watu wasikama walikuwa wafunga mwezi wa kimataifa. Wafunga wao kwa mwezi wa nyumbani. Hapa mtaua. Mwingine kwa hai mpaka leo. Ikata mimi na kazi kwenye gari kwa rudi kwa tulize jamaa msitukane. Kumbe hawa. Hata mkeke. Sasa siasa hizi. Watu siasa jamaa tufanye dini. Tufanyeni dini ya Allah tabaraka wa taala. Watu wache siasa hizi. Tutawapeleka babaya. Kwa hiyo yule ambaye atakayekuwepo miongoni mwenu masiku yakianza, yeye katika mji wake nani mzima faliyasumu na afunge. Imesema faman kana maridan au ala safarin, yule ambaye atakayekuwa mankana maridan, na ambaye atakuwa masiku yameingia yeye ni mgonjwa, au ala safarin, au yuko safarini, fa'iddatun, ajarejeshe siku alizokula min ayamin ukhra, katika siku nyingine. Allah kafanya hivi, akawapa excuse, akawapa ruhusa watu kufungua wale mchana wa Ramadhani ambao ni wagonjwa na wasafiri, halafu wajue ni masiku mengine. Kafanya hayo kwa sababu yuridu Allahu bikumul yusra, anataka Allah kwenu wepesi. Allah kutakieni mambo mepesi. Wala yuridu bikumul usra, na wala hataki kwenu mazito. Afanye uzito. Waonaje ungeambia bwana wewe kama waumwa huumwi lazima ufunge, ingekuwaje? Kuna drip ya damu, kuna drip ya maji, watetema waambe nafunga juu. Yuridu Allahu bikumul yusra, anakutakieni Allah mepesi wepesi. Wala yuridu bikumul usra, na wala hakutakieni uzito, hataki kwenu uzito. Walitukmilu al-idda, na lipeni ili muweze kukamilisha idadi ile hesabu, kwa sababu ambaye kana siku 5 yeye ana upungufu, sio sema kwa 30 mathalan kufunga 30, yeye kwa siku 5 anabaka hesabu 5, afunge idadi yake na yeye ikamilike. Walitukmilu al-idda, na ili mpate kukamilisha idadi hesabu yenu ile. Wa tukabbiru Allah, na mumtukuze Allah tabaraka wa taala ala ma hadakum, yakule kuongozeni. Wa la'allakum tashkurun, na pia mpate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Alitafardhi anaipenda, lakini akawapa nyudhuru: msafiri, mgonjwa, mzee, mwenda wazimu, mtoto mdogo utawafungia, sio ruhusiwa kula. Mwenye mimba, anayenyonyesha, ambaye amemkaa sana katika pala. Sasa huyu ni baina ya mauti na uhai wako. Wasambulia jua kama ile afanya kazi ngumu
na koo limemkauka na kwenyewe hakula, sasa amekauka hapa, ikawa sasa mkuta akutizama hivi, kutizama tu vipi bwana tupone, kumbe tayari ishamuingia. Shika mkono kama ambao wana mfupa waanguka, nao waanguka. Mate ile kuyatema kwa manyoka hawezi, hapa kaumu iwapo. Kwa nini? Kufunga mpatizeni mkesheni. Wakalas bwana wewe umeshindwa. Haya kula. Mtafuteni chupa na drop la maji pale tena baridi. Haya kunywa. Akiyanywa yote yale. Sema fadhali bwana. Kumbe ni kwa njaa. Na funga ilishamuweza. Wako sampulio asiachwe afe. Sawa? Awahiwe ale alafu ajalipe siku hii. Ili mshinda njiani. Kwa hiyo mshukuru Allah tabaraka wa taala. Wa idha sa'alaka ibadi anni, na watakapokuuliza waja wangu kunihusu mimi, anaomba mtume kwa sisi wa idha sa'alaka ya Muhammad, na watakapokuuliza ewe Muhammad ibadi waja wangu anni kunihusu mimi niko wapi, karibu niko mbali, utakuomba je tuombe ya Allah Allahumma rabbana, au tuombe vipi? Fa inni qaribun, hakika mimi niko karibu. Bora ukiomba usipige makelele, omba tu, Allah atakusikia tayari. Fa inni qaribun, hakika mimi niko karibu. Ujibu da'wata da'i, naitikia najibu maombi ya muombaji. Ujibu naitikia na najibu da'wata maombi, adai ya mwenye kuomba, idha da'ani, pale anaponiomba. Muombe Allah na anakujibu maombi yako. Ila usiseme ni hivyo muone leo, hiyo sio sahihi. Sababu wewe una upinzani sasa. Leo kuna milioni. Hakika zofanya, kuna kazi yote uipataje? Waomba milioni, wafanya kazi gani? Story kwenye bao la karata bali. Waoa kile ukiolewa, utapata labda mahali. Fanya kazi. Muombe Allah baraka kwenye shughuli yako ya mkono wako. Ndogo sana, Allah kutie baraka. Na yeye sasa ni ndio zaidi sasa. Kwa sababu yeye alikuwa nikimpa milioni huyu endalewa. Hakupi. Kuna watu wakipata utajiri dunia hii haitakalika, basi Allah watu umaskini. Ili sisi tukae na amani mtaani. Na wengine ili yeye awe comfortable, awe na mali. Akikosa mali atakufuru kwa mali ila sikufuru. Sasa ni wewe tena na siri yako. Ya Allah nafikiri mimi katika hao ambao nikikosa mali naweza nikakufuru, nipe mali. Haya najua zaidi. Ya Allah jua zaidi. Sawa, huwa a'lamu bikum. Allah akujueni zaidi kuliko nyinyi mnavyojua nafsi zenu. Wa idha sa'alaka ibadi anni, na watakapokuuliza waja wangu kuhusiana na mimi, fa inni qarib, hakika mimi niko karibu. Ujibu da'wata da'i idha da'ani, najibu maombi ya muombaji pale anaponiomba. Ila pana hivi, falyastajibu li, kwanza na waniitikie mimi katika nini? Amri zake. Kaamrisha, tekeleza. Takataza, acha. Kwanza mjibu Allah tabaraka wa taala, wal yu'minu bi, na waniamini mimi, la'allahum yarshudun, ili wao na wao sasa ili wapate kuongokewa nayo mambo yao. Muamini Allah, mjibu Allah katika maombi yake, katika amri zake, makatazo yake, amri fanya, makatazo acha, muamini yeye. Kisha muombe, kila jambo litaenda biidhnillah tabaraka wa taala. Tumesoma aya hizo kuanzia aya nambari 186 83 mpaka 86 aya 3, sio? Qala rahimahullah ta'ala, dhakara Allah azza wa jalla, ametaja Allah azza wa jalla fi hadhihi al-ayat, katika aya hizi, anna siyama, kwamba hakika funga hii kutiba alaina, imefaradhishwa juu yetu sisi kuifunga.
ذكر الله أمتاج الله عز وجل في هذه الآية katika aya hizi kataja anna siyama kwamba hakika funga kutiba alaina funga imefaradhishwa juu yetu sisi tena uswatan ikiwa sisi tunaigiza na kiigizo biman kana qablana min al-umam kwa wale ambao waliopita kabla yetu sisi miongoni mwa nyumati uswatan ni kiigizo pia biman kana qablana kwa wale waliopita kabla yetu min al-umami miongoni mwa nyumati umma nyingi huko zilipita na wao pia Allah tabaraka wa taala aliwekea fardhi ya ibada ya funga aliposema ya ayyuhalladhina amanu enyi wale mlioamini kutiba alaykumus siyam amefaradhishwa juu yenu funga kama kutiba alal ladhina min qablikum kama ambavyo ilifaradhishwa juu wale ambao waliopita kabla yenu la'allakum tattaqun ili mpate kumcha Allah jalla wa ala kimcha Allah yamkifuka sasa wallahi utakuwa mcha Mungu biidhnillah ili ufunge sawa sawa usikie na njaa na kiu ufunge nada Allahu amewaita hapa Allah nada kawaita kawalingania nada Allah kawaita Allah almu'minina waumini hapa bismil iman kawaita kwa jina la iman ya ayyuhalladhina amanu hakusema ya Sa'id ya Muhammad ya Salih ya Amir la tumeitwa sote sisi kwa jina la iman nada Allahu almu'minina amewaita Allah waumini bismil iman sawa kwa jina la ile imani walionayo wasmul imani na jina la iman yaqtadi inapelekea hukumu anna almu'minina ya kwamba waumini yakununa watakuwa wao muttabi'ina linabiyihim watamfuata nani mtume wao alladhi amanu bihi mtume ambaye wao wamemwamini nada Allahu amewaita Allah almu'minina waumini bismil iman kawaita hapa kwa jina la iman wasmul iman na jina la imani hili yaqtadi linapelekea hukumu linahukumia anna almu'minin ya kwamba waumini yakununa wawe wao watakuwa wao muttabi'ina ni wenye kumfuata linabiyihim waumini ni wenye kumfuata mtume wao alladhi amanu bihi mtume ambaye wao wamemwamini ambaye wao walimwamini yeye muttabi'ina waumini pia ni wenye kufuata liawamiri rabbihim wanafuata amri za Mola wao subhanahu wa ta'ala aliyetakasika na aliyejuu kwa dhati na majina na sifa على شيخ رحمه الله تعالى نادى الله المؤمنين الله amewaita waumini hapa pale kusema ya ayyuhalladhina amanu sawa tukawaita waumini bismil iman kwa jina la imani wasmul iman na ili jina la imani hili yaqtadi linapelekea hukumu linahukumia anna almu'minin kwamba waumini yakununa watakuwa wao muttabi'ina ni wenye kumfuata linabiyihim wanamfuata mtume wao alladhi mtume ambaye amanu bihi wamemwamini yeye yoyote ambaye kama ni mtume basi itapelekea hukumu hiyo imani yake amfuate sio muamini mfuate ukiona muamini na huwezi kumfuata wewe tuhumu nini imani yako Siwadhani mimi bado mtume sijamwamini. Mbona siwezi kumfuata sasa? Kiambiwa wamfuata mtume katika jambo gani? Usisachi. Sema katika kadha na kadha na kadha wahesabu bali. Yote namfuata mimi. Sawa? Sababu muamini. Wasmul iman na jina la imani hili yaqtadi linahukumia napelekea aina mu'minina kwamba kuwa waumini ayakunu wawe waumini hao muttabi'ina ni wenye kumfuata linabiyihim wamfuate mtume wao
alladhi amanu bihi, ambaye wamemwamini yeye, mutabiina, waumini pia kwa jina la imani lapelekea kwa wao wafate liawamiri rabbihim, wafate amri za Mola wao, za Bwana wao azza wa jalla au subhanahu wa ta'ala. Ukiwa muumini utamfuata Allah tabaraka wa ta'ala, kutekeleza amri zake, kuacha makatazo yake. Ukiwa muumini utamfuata mtume wako katika alokuamrisha utekeleze, na ambaye amekataza uachane nayo. Kwa ile jina la nini? La imani. Idhan, kwa hiyo fad'awatu, basi wito bismil iman, kwa jina la imani. Fad'awatu, ile malinganizi, ule wito bismil iman, kwa jina la imani. Mimma ni katika mambo ambayo yastahithu Allah, anahimiza Allah tabaraka wa taala bihi, kwa jina hilo la iman, almu'minin, anawahimiza waislamu waumini ala mtithali awamirihi, anawahimiza kutekeleza maamrisho yake. Idhan, kwa hivyo fad'awatu bismil imani, wito kwa jina la imani. Mimma yastahithu Allah, ni katika mambo ambayo anahimizia Allah tabaraka wa taala bihi, kwa hilo, almu'minin, anawahimiza waumini waislamu ala mtithali, kutekeleza awamirihi, kutekeleza maamrisho yake, wajtinabi na wahihi, na kujiweka mbali na nini, na makatazo yake. Kama muumini waambwa sali, utasali kweli kwa sababu una imani. Muumini waambwa acha uongo, waacha kweli kwa sababu ni nani? Ni muumini. Una imani ya Allah tabaraka wa taala, una imani ya Mtume sallam, ala mtithali awamirihi, anawahimiza juu ya kutekeleza maamrisho yake, amri zake, wajtinabi na wahihi, na kujiweka mbali na makatazo yake. Akasema hapa, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mlioamini, kutiba alaykumus siyamu, pamefaradhishwa juu yenu funga, kama ilivyofaradhishwa, palipofaradhishwa funga hiyo, ala alladhina, juu ya wale ambao min qablikum, waliopita kabla yenu, na mfunge la'allakum tattaqun, ili muweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maana kutiba, na maana ya neno kutiba ay furida, imefanywaje? Imefaradhishwa. Na aliyefaradhisha ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kilichofaradhishwa ni nini? Funga. Uliofaradhishwa ni nani? Waislamu, ndio sisi. Ndio maana Waislamu kwa Ramadhani washerehekea, kwa sababu huwa ni msimu wa fadhila, ni msimu wa thawabu, ni msimu wa rehma, ni msimu ambao pepo milango yote yaachwa wazi na moto milango yote yafungwa. Iwe mwenyewe sasa jitahidi kujipinda na kujiwekea timetable. Kwa maana kutiba, na maana ya neno kutiba ay furida, imefaradhishwa, ay furida alaykumus siyam, sawa, imana imefaradhishwa juu yenu kitu gani? Funga. Ukisema leo sifungi mimi kwa siri, fahamu kwamba uliyemwasi ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na ajua siri na dhahiri. Bwana mtu atoke maji hadharani hanywi, na siri pia hanywi, kwa sababu anamchunga Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii ni mazoezi ya takwa. Ikiwa sasa huwezi kumwasi Allah hadharani wala siri kwa sababu umefunga, baada ya hapo endelea. Taarifu siyam, maana ya funga kwenye lugha ya Kiarabu. Ina maana taarifu siyam, so definition ya funga, utambulisho wa funga, maana ya funga. Ni maana siyam. Asiyam huwa al-imsaku wujuban 'anil mufattirati min aklin wa shurbin wa jima'in wa muqaddimatihi min tulu'i al-fajr ath-thani ila ghurub ash-shamsi min ayami ramadana. Hiyo ndio nini? Hiyo ndio saum, hiyo ndio funga. Ni nini? Huwa al-imsaku wujuban
anil mufattirati min aklin wa shurbin wa jima'in wa muqaddimatihi min tulu'i al-fajr ath-thani min tulu'i al-fajr ath-thani ila ghurub ash-shamsi min ayami ramadana min ayami Ramadhan. Sawa? Wal imsaku, funga ni kujizuilia. Mwenyewe ujizuie usifanye. Kuna mambo ujizuie usiyaendee, ndio ufunga sasa. Wal imsaku ni kujizuilia wujuban. Kwa nini? Kwa lazima. Sio khiari. Lau una khiari, sema abara mestaki nafunga nada. Wujuban, kwa lazima. Kujizuilia kwa lazima anil mufattirati, ujizuilie na yale yenye kufunguza, yenye kufungulisha. Kuna mambo ukisema, kuna mambo ukifanya tayari ushafanyaje? Ushafungua, funga yako haipo tena. Basi jizuilie kiulazima na mambo hayo. Min aklin, kama vile kula hata punje moja, jizuilie mwenyewe kwa ulazima. Hata kama una njaa gani, pambana kwanza ufunge. Ndio maana hii yazoeshwa kwenye utoto kule, kwenye watoto miaka 7, 8, 9, watu wazoeshwa funga. Kwa sababu baadaye ukisema ajianze mpaka kubalege, utavutana na funga. Alhamdulillah, vitu vidogo sana vifunga. Muda ambao kuna bodaboda watu wazima hawafungi. Jana kweli ya Allah waongoze na tuongoze sisi pamoja. Ani al-mufattirat, asema al-muftirat, kutokana na mambo yenye kufungulisha, min aklin, kutokana na kula, wa shurbin, na kunywa. Wache ujanja kwenye udhu pale baba. Wache ujanja Ndio maana kuna mambo tuone yamekatazwa kubaligisha ukiwa umefunga. Ili kwa tia udhu ukafanya ukifunga hilo usifanye. Kwa jidanganya mwenyewe. Umetia konzi nzima gao moja na mkono uliyotema, hata kijiko cha chai hayajai tena. Shayanywa. La. Sifanye hivyo. Ikiwa hakuna ulazima wa kwenda kuogelea, usiende Ramadhani mchana, kaogelee usiku. Kaogelee usiku. Kwani kuogelea usiku ni haramu? Haya. Waswahili hawendi maana wana itikadi mbovu. Sema kaogelea usiku tizame. Kuna chunusi pale. Sema kuna jini pale. Ukiingia ukizama huji tena juu. Sema nzabe hizo. Hizo ni manza wapi? Kwamba eti ukikoga usiku kuna chunusi. Chunusi ni sheitani au wa watu. Itikadi mbovu kabisa. Min aklin, kuanzia kula, wa shurbin, na kunywa, wa jima'in, na tendo la ndoa. Na tendo la ndoa kwa ambaye ana mke wake. Mke wako yupo mzima, waambiwa achana naye kwa muda. Izuilie. Wa jima'in, na tendo la ndoa jimaa, wa muqaddimatihi, na ule utangulizi wake. Yote yalizuilie nayo. Okay? Yale ambayo yatangulia jimaa, yote mtu aachane nayo. Walioa wayajua hayo. Sawa? Min kuanzia tulu'il fajr athani, jizuilie na kula na kunywa na jimaa na utangulizi wake. Min kuanzia kutokea tulu'i, kuchomoza, alfajiri thani, kuchomoza kwa alfajiri ya pili. Maana alfajiri ziko ngapi? Ziko mbili. Iko ya kwanza na iko ya pili. Funga yaanza alfajiri ya pili ikichomoza. Ile ya kwanza ile kula na unywe. Ndio maana kuna waadhini wawili. Mwadhini wa kwanza adhini alfajiri ile ya kwanza ile. Okay? Kiona kimsikia fulani, wewe kula tu.
Na ukimsikia fulani acha. Ni kwa adhana sisi. Sio dini yetu bwana haina ving'ora bwana. Au kuna mahoi. Kufutari. Dini yetu imejitosheleza. Kwa alfajiri ziko mbili. Tuyasema alfajiru fajirani. Alfajiri ziko mbili, alfajiru kadhib wa alfajiru as-sadiq. Alfajiri ya uongo na alfajiri ya kweli. Ukiamka usiku utaziona zote hizo. Wa min tulu'i alfajiri thani, kutokea kuchomoza alfajiri ya pili ndio unaanza kujizuilia kufunga hapo. Unaacha kula, kunywa, leo na jimaa na utangulizi wake ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua jioni. Mpaka jua lizama, si mpaka holi na king'ora bwana. Ni jua kuzama. Tuache kwamba ndio Zanzibar hawajaadhini. Si kwa adhana bwana. Ni kwa nini? Jua kuzama. Naona holi haijalia kama kuna umeme. Yemu mkaba ngojea holi, jua lishazama. Na sisi tuko location nzuri hapa sio? Tuliona mpaka likizama lote. Basi banali adhini hapa. Tena singoje dakika 15. Yaani pale likimaliza ile pulse ile duara lake likiingia ni tu amwagia adhana hapa. Amwagia adhana hapa. Kutoka bado kweupe. Unaona? Ni bado kweupe. Haibrasi ule mwangaza ni kuzama kwa nini? Unajua? Ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua, min ayami ramadhana, katika masiku yote ya nini? Ya Ramadhana. Ndio maana ikianza mwanzo hapa ukiweka azma wewe katika moyo ni inshallah Ramadhani imeingia, nafunga yote tayari. Sawa? Tayari kishatani. Sio mpaka tena saa 3 kuamshane. Saa jioni nuize. Angoja kidogo njoo saa 7. Akija saa 7 ambia njoo saa 10. Saa 10 ambia chachelewa. Umechelewa leo kale utafunga kesho biidhnillah. Yaani kusumbuane hapa. Nia ni moyoni jamani Nia haisemwi sisi tunawaitu sauma khadi an adai wa Ramadan hadhihi sana imanan wa ihtisaba kisha biwajhi Allah al-Karim azza wa jalla. Shasema alhamdulillah. Tayari. Doshano yasio. Iko unasema ndo una saumu. Hivi bwana. Unafanya uzuri katika Uislamu huwa al-imsak, ni kujizuilia wujuban kwa lazima. Ani al-mufattirat, kutokana na mambo yenye kufungulisha, min aklin, kuanzia kula, wa shurbin, na kunywa, wa jimai, na tendo la ndoa, wa muqaddimati, na nini utangulizi wake, yale ambayo yatangulia tendo yote achana nayo, sababu hayo ni barabara. Ikwenda wapi? Katika jambo lenyewe, achana nayo. Na wale walioa Shaabani wale Ramadhani wasikia nyumbani, walioa Shaabani wale maharusi wapya, muda mwingi Ramadhani wabaki wapi? Misikitini. Sasa ni hatari kwao, ni hatari. Nimeshapata simu hapa mtaani, ustadhi itakuwaje sasa? Itakuwaje? Ngoja Ramadhani malizike alafu njoo. Alipokuja anaambia sasa utamwacha huru mtumwa. Ni mahari yenyewe mpaka nadaiwa bado. La. Basi utafunga miezi miwili ulifuatana. Subhanallah. Siwezi. Bwana wewe bado kijana. Shabun. Kijana bado. Funga bwana. Siwezi. Funga. Siwezi. Basi ufanye hesabu pale, ndio kiasi fulani tukana mchele hapa tuugawe siri. Itakuwa siri yangu mpaka kiyama, sitakudumba yani. Sawa, itakuwa siri yangu, sitakudumba mpaka kiyama. Itokezea vijana walio mwezi 25 Shaabani hao. Alafu Ramadhani ingia akaamua kufanya nini sasa? Tafuta balalo kwa kitako. Toka nje bwana. Na utangulizi wake min tulu'i al-fajr thani, kutokea kuchomoza kwa alfajiri ya pili, ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua. Huu muda wote hapa kuanzia saa siku hizi adhana saa ngapi ya alfajiri? Saa ngapi? 11 11 fanya
Kwa kwanza 11 pale baba waanza kifungo mpaka ngapi? Kuanzia saa 11 dakika 13 pale. Tayib, mpaka saa 12 dakika 42. Muda wote huu usile usinywe. Sawa? Mke wako usimguse wala usipige ving'ora kama mwanzo vile. Okay? Na mengineyo kuanzia muda ule mpaka 12 dakika 42. Lakini si kwamba tuangalie dakika, tuangalie jua kuzama. Okay? Ile limezama lote uko verde pale, waliona lishazama pale pale, unywe maji. Na utaona adhana bado hazijaanza kuadhiniwa, sio? Kwa sababu zimeandikwa zile kwamba kwa waadhini ni bora kuongeza nini? Dakika ngapi? Sasa mambo gani bwana hayo? Mambo gani hayo? Kuongeza dakika 5. Dakika 5 kwenye kuanza kufunga ni kidogo sana. Dakika 5 mwishoni hayo masaa mawili hayo. Dakika 5 kwenye kufungua ni masaa mawili. Tena anatuambia yuridu Allah bikumul yusr. Likizama jua paadhiniwe watu waache funga. Kwa hiyo min ayami Ramadhan, katika masiku yote ya Ramadhan. Hiyo ndo maana ya funga. Ukiulizwa funga ni nini, waambie funga ni kujizuilia kiulazima na yote yenye kufungulisha, kuanzia kula na kunywa na maingilio na mtu na mke wake na utangulizi wake, kuanzia kuchomoza alfajiri ya pili hadi kuzama jua katika masiku ya Ramadhan. Hiyo ndio nini? Ndio funga. Nadhani kwa leo tuishi hapo Tusite hapo ili kesho nini? Jumatatu kesho hatupo. Kesho mimi sitokuwepo, usalipokueni inshallah Kuba, lakini siku kama Ramadhani kwa mafundi mtawaambia inshallah. Ana msikiti wetu wa Rangi na mambo mengi sana. Kwa hiyo kiwa wamemaliza tutaendelea darasa, kama bado sitakuja hapa tuendelee na risala yetu inshallah. Kutumisha katika taarifu siyam, sio utambulishi wa funga. Maana ya siyam. Kesho kabla ya kufungua kitabu tukiwepo kushukutwa, kila mmoja ataisema kiwa kitabu kakifanya kama hivi. Aiseme al-imsaku aseme al-imsaku wujuban mpaka min ayyami Ramadhan. Hapo ni ngumu sana. Ndio ni ngumu hiyo. Ndio usomi huo, lakini tuele mwa Iqra akasema maana biqari. Ikawa kizaza. Kwa simpata kwa kitabu kidogo. Jumanne pia tusome wewe. Jumanne pia tu biidhnillah. Falyakun ma yakun. Kwa hiyo taarifa sasa tumeshia hapo, tukija kuanzia masafa al-safar al-mu'tabara. Masafa ya safari yenye kuzingatiwa. Kwa sababu kuna mgonjwa na nani na msafiri Kwa masafa yake ni yapi ambayo atamruhusu ale, atatajwa hapo. Masafa ya safari yenye kuzingatiwa. Tuanzia hapo tuende mbele na risala yetu hii inshallah taala. Wafaqa Allahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Ila alhamdulillah.